Asante sana mtazamaji. Na kama nilivyokuwa nikufahamisha ni kwamba tuna michezo mingi lakini ukiangalia kwa nchini Tanzania kwa hivi sasa, wadau wengine wakisema kwamba inavyoonekana tumewekeza zaidi kwenye soka na pengine kwenye ndondi na pengine. Lakini kuna michezo mingi sana ambayo kama tukiwekeza fedha kule, tukiweka muda na tukiweka juhudi kubwa, zitasaidia katika kuhakikisha kwamba zinasukuma mbele gurudumu la maendeleo. Na nikwambie tu kwamba mtazamaji, ukienda kwenye vijiji vingi, hasa kwenye center, ukienda kwenye center nyingi, lazima utakuta kuna vijana wanacheza pool table. Utakuta wamekaa pale wanacheza, wanaburudika, lakini pia wakati huo wakiwa wanatumia akili zao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Sasa leo tunataka tuangalie juhudi au jitihada za kukuza mchezo huu hususan mkoani Mwanza. Nipo na mgeni wangu. Karibu sana kwenye kipindi. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Mashaka Samson. Ndio. Ni mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza. Ndio. Mchezo wa pool table. Ningependa kwenye mchezo wa pool table. Karibu sana, karibu sana. Mchezo wa pool table, cha kwanza kabisa ni mchezo kama mchezo mingine. Ni mchezo unaburudisha watu. Ndio. Ni mchezo wenye hamasa, wenye wapenzi wengi. Ndio. Kama ulivyo mchezo wa soka. Ndio. Kwa hiyo ni na vijana wengi kwa hususan mkoa wa Mwanza. Ndio. Wanaopenda huu mchezo wa pool table. Lakini pia tupo kwa ajili ya kukuza kipaji cha pool table. Okay. Mkoa wa Mwanza. Sawa. Sasa mtazamaji, huu ni mwenyekiti wa mchezo huu ambao tunajadili kwa siku ya leo mkoani Mwanza. Na kimsingi yeye ni moja kati ya watu ambao wanafanya juhudi kubwa sana za kukuza mchezo huu. Mimi nimekuwa nikishuhudia hapa na pale akifanya hivyo, atatusaidia juhudi ambazo zinafanyika katika kuhakikisha mchezo huo unakuwa zaidi. Lakini ukiangalia tunavyotoa nafasi kwa pengine kwa soka, kuna hamasa inafanyika kule. Kwa nini kwenye pool table haifanyiki hivyo? Pengine watu wanaambia kwamba bwana labda watu fulani wakishinda wakifanya nini watakuwa na zawadi kubwa kama hiyo. Karibu. Asante. Na imani mchezo wa pool table hapo awali wakachukulia kama mchezo wa kiuni fulani. Ndio. Lakini naona kwa sasa sehemu mbalimbali mchezo wa pool table umekuwa na mashindano mpaka Ulaya kule. Ni mashindano ambayo yanakuwa yapo, kuna watu wanajitolea kitita cha fedha kingi. Kwa mfano juzi kati hapa kulikuwa na mashindano ya pool table Kenya. Ndio. Kuna watu wameweza kushinda mpaka thamani ya milioni 15. Ndio. Milioni 7. Ndio. Unaona, ni mchezo ambao tungeomba serikali angalia itazame jicho la pili kwenye huo mchezo. Sawa. Sasa niambie, mimi nimekuona ndugu Mashaka ukifanya juhudi kubwa za kukuza mchezo huu. Hebu niambie, mnafanya nini sasa ili kuhakikisha kwamba mnakuza mchezo huu hususan katika eneo hili la Ilemela? Karibu. Asante. Kikubwa ni vijana kuwapa hamasa. Tunahamasisha vijana tunawapa hamasa ili angalau tupate timu bora kwa mkoa wa Mwanza. Ndio. Yeah. Na nimeona kuna sehemu moja nimepita, nafikiri juma lililopita nilipita na hata jana nimepita, nikaona kuna wacheza pool pale. Na niliona watu wana hamasa kubwa sana. Nikasema hapana, siwezi nikaliacha alipite hivi, lazima nikualike hapa uje uliongelee. Pale Kirumba, si panaitwaje pale, lakini niambie panaitwaje pale na mnafanya nini pale katika kukuza mchezo huo? Pasao kidogo. Panaitwa Mark Vibe, ndio sehemu pekee ambapo unapatikana mchezo wa pool table. Ndio. Pia kuna meza nyingi za kutosha. Ndio. Katika ile eneo inaitwa Mark Vibe. Liko wapi? Liko eneo la Kirumba. Ndio. Barabara ya kuelekea line polisi. Ndio. Nafikiri ukifika nyuma ya Rakairo tu pale. Ukifika pale utaona pameandikwa Mark Vibe. Ndio. Barabarani kabisa. Kwaona wakaribisha sana wapenzi wa pool table, wakaribie pale, ndo sehemu zenye uwanja pekee wa kutosha. Kuna pool table takriban 4 hivi. Ndio. Kwa hiyo eneo la kutosha. Na wakaribisha sana wadau wa pool table wote mkoa wa Mwanza na nje ya mikoa ya Mwanza. Watu wengine kabla hujaongelea, kwa sababu niliona juzi watu wakipewa pesa pale kutokana na mashindano hayo, lakini watu wengine inawezekana wakawa na hisi labda mimi nitaenda kucheza sehemu fulani labda pool table, labda pale kuna wahuni, labda kuna fujo.
hakuna nani labda hewa ya kutosha, lakini pia hata vifaa vya kuchezea. Wakati mwingine watu wanaocheza pool table wanakabiliana na changamoto kama hizo. Sasa pale hali ikoje? Kwa ujumla Maki Vibe ulinzi uko vizuri, kila kitu kiko vizuri. Kwa mtu akifika pale awe na amani kabisa, atatoka akiwa salama kabisa, ni sehemu salama. Vifaa vipi? Vifaa ukiacha sasa mimi sijui sheria vizuri sana. Ukiacha sawa ile meza ile, lakini vile vitu vya kuchezea sijui nini na nini, mazingira yako vizuri. Kwa mfano tuna fimbo ambao ndo tunatumia sisi. Ndiyo. Kama fimbo ambazo tunatumia kama kusukuma kete, tunaita white, unaona vitu kama hivyo. Na juzi niliona pale mtazamaji anapopataja tena, nilikuwa nimesahau, panaitwa Maki Vibe Sports Bar Grill pale Kirumba pale jirani kabisa na la Cairo pale. Ni sehemu mpya tu ambayo ni kubwa sana. Sasa kilichonivutia pale siku ya game ya Simba na Yanga niliona pia watu wakicheza pale, ndio maana nikaomba naye appointment mkurugenzi aje hapa tu. Ni mkurugenzi pia wa eneo lile, nikasema aje aongelee hili kwa kina. Zawadi vipi? Manake juzi niliona kuna mashindano alifanyika pale, zawadi zilitoka, lakini ukaniambia kuna mashindano mengine ambayo yatafanyika wiki hii. Karibu. Nashukuru. Kwa mfano wiki iliyopita Jumapili kulikuwa na mashindano. Mshindi wa kwanza ameibuka na shilingi pesa za Kitanzania 200,000. Ndio. Na mshindi wa pili 100,000. Lakini pia mashindano bado yanaendelea Jumapili ijayo. Na wakaribisha sana wapenzi wa pool table mkoa wa Mwanza, Nyamagana na Ilemela, wote wakaribia, na nje ya Mwanza tunakaribisha. Mashindano yako huru ya wazi. Mtu yeyote kiingilio chake ni 10,000 tu. Okay, kiingilio ni 10,000. Anaingilia kwa 10,000 yake tu. Ndio. Paka sasa tuna group letu. Hilo group letu mtu anatuma, wapenzi wa pool table wengi wako kwenye hilo group. Kwa hiyo wameshaanza kutuma michango yao, lakini pia nawasisitiza waendelee kutuma michango. Mashindano yatakuwa babu kubwa Jumapili. Okay. Jumapili tarehe 29. 29. Kuanzia saa ngapi? Kuanzia saa 9 mchana. Sasa mtazamaji, hiki ambacho nakisema ni kwamba Jumapili tarehe 29 kutakuwa kuna mashindano pale, na yaliyopita pia ni mashindano ambayo niliyashuhudia, ambapo mshindi wa kwanza alipewa shilingi 200,000, mshindi wa pili alipewa shilingi 100,000 cash. Sio kama unaambiwa kwamba njoo wiki ijayo uje uchukue zile pesa, ni pale pale unapewa. Kwa hiyo Jumapili tena tarehe 29 kutakuwa kuna mashindano hayo ambayo yatafanyika pale kuanzia saa 9, na mshindi wa kwanza 200,000, mshindi wa pili 100,000. Sasa sijui inakuwaje, ni wanacheza makundi kwa makundi au ni mtu mmoja mmoja? Huu mchezo tunakoelekea tutaandaa timira. Kwa sasa hivi tunaandaa ni kama tunaita single. Kila mtu kwa mtu mmoja mmoja, ndio maana ushindi huo unatoka kwa mtu mmoja. Ndio. Mtu wa kwanza na wa pili, lakini pia huko tunakoelekea tutaandaa timu. Ndio. Kwa mfano labda tutaangalia ukanda gani kunakuwa na wachezaji wazuri, labda kama Buzuruga, labda kama Kirumba kunakuwa na timu, kuna kona Abwiro kunakuwa na timu. Tunajua maeneo mengi hususan yenye pool table. Ndio. Kwa hiyo ningependelea kwa baadaye kama mwenyekiti nipate vijana hususan kila eneo. Kuna Igoma, labda nipate timu kutoka Igoma, nipate timu kutoka labda Buzuruga, nipate timu labda kutoka Busweru, tupate timu pia kutoka Nyamagana, labda kwa mfano labda mjini kati pale Nyegezi, Malimbe, ambapo tukipata timu takriban timu 8 inapendeza kwa mkoa wa Mwanza kwa kuanza hapo, sio haba. Baada ya pale tutafanya mchujo kwenye zile timu, kwa sababu huu ni mkoa. Tutachukua labda Nyamagana labda wachezaji 2 watatu ambao tunaona wako vizuri. Tutachukua Ilemela, tutaunganisha, mwisho wa siku tutapata timu bora Mwanza. Huko nyuma Mwanza ilikuwa ni sehemu ya kulikuwa na vipaji vingi kwenye upande wa pool table. Tulikuwa na vijana wengi wana vipaji vikubwa. Kwa sasa wengine wamekimbilia Dar es Salaam na wanafanya vizuri sana. Unaona. Kwa mfano mashindano wanaenda kwenye mashindano sehemu mbalimbali, wanaibuka wakiwa washindi. Tena nafasi za pili muda mwingine, aidha kwenye 5 bora wanakuwepo ambao ni vijana wetu kutoka Mwanza. Ndio. Yeah. Ambao walipita huko. Paka sasa hivi wanatamani kama timu tutaandaa timu vizuri. Nafikiri wale vijana wanaweza karudi kuchezea nyumbani. Kuna mtu mwingine anaweza kaa na hisi labda mchezo wa pool mgumu sana. Hebu kwa sababu wewe unapenda sana, ukiacha kwamba wewe ni kiongozi,
na wewe pia ni mkurugenzi wa eneo lile la Mac Vibe ambalo lipo Kirumba, eneo jipya kabisa la kisasa zuri. Wewe pia ni mchezaji. Mtu mwingine anaweza akawa anajiuliza kwamba mchezo wa pool labda ni mgumu sana. Hivi ni mwepesi ule mchezo au kuna ugumu sana kwenye kucheza? Nafikiri ule mchezo ni kama unavyoona mpira. Unavyoona mpira una ugumu, mpira ni rahisi sana. Ndio. Na pool table pia ni rahisi sana. Endapo kama akili yako itakuwa iko kule. Ndio. Na mawazo yako kikubwa ni mazoezi. Ndio maana nasitiza vijana sasa wajitokeze wafanye mazoezi. Uwanja ni sehemu moja tu, Mac Vibe ndio sehemu ambapo pool table zinapatikana. Na kwa upande wa sasa haya mashindano ni yana jinsia au hata wachezaji wa kike? Kwa sababu wakati mwingine kama nilivyokuambia wachezaji wengi wa kike sijaona sana wakishiriki sana kwenye mashindano ya michezo ya pool. Pengine labda ni yale ambayo nimekuambia kwamba labda inawezekana wakawa nahisi labda sehemu fulani sio sahihi au ni ya wanaume au yani kwamba huu mchezo unahusisha wanaume zaidi, lakini pia labda inawezekana wasishinde au mazingira ya pale sio rafiki. Wenyewe pia unahamasisha washiriki kwenye shindano ile ambalo litafanyika pia Jumapili. Na wahamasisha washiriki, lakini pia tutaenda mbali zaidi kwa siku za usoni hapo. Tutaandaa mashindano ya wakina mama, wakina dada kwa pamoja. Watashiriki kwa pamoja kwa sababu Mac Vibe meza zipo za kutosha. Kwa hiyo tutaandaa eneo, tutaandaa labda meza moja kwa ajili ya wadada kwa ajili ya kucheza mchezo. Wapo wadada wanaopenda huo mchezo wengi sana. Unaona, kama watajitokeza, kama sasa hivi kama atajitokeza anasema ana uwezo kupambana na wale vijana, karibu, tunawakaribisha. Sawa, sasa kwenye unakaribisha kwenye ile ambayo litafanyika Jumapili, shindano la Jumapili ambalo umesema mshindi wa kwanza ni 200,000. Mshindi wa pili ni shilingi 100,000 ambazo zitakuwa ni taslimu kabisa, mtu anapewa pale anaondoka nazo. Umesema ni shilingi 10,000 kiingilio. Sasa mtu anafanyaje? Yani analeta pale Mac Vibe au kuna namba ya simu ambayo anapiga anampatia yule mtu pesa au anajisajili au inakuwaje? Cha kwanza kabisa tuna grupu. Katika grupu lile ndo wapenzi wengi wako pale, lakini kuna wengine wasiojua kupitia labda kipindi kile labda wanaweza kupata taarifa kupitia kipindi. Ndio. Nafikiri pesa wataileta Mac Vibe tu basi. Ndio. Ya wakifika Mac Vibe uongozi upo kwa ajili ya kupokeza pesa. Okay. Ya. Kwa hiyo pale wakifika wanajitambulisha kwamba mimi nataka kushiriki mashindano ya Jumapili. Ya. Na kwa hiyo pale watakapofika watatoa taarifa sahihi kwa watu ambao watawakuta pale. Mtazamaji, kama inavyokuwa kwenye labda inapokuwa inacheza michezo fulani labda ya soka kwamba sehemu fulani labda unaweza kupata tiketi au labda onyesho fulani. Kwa hiyo anachokisema yeye ni kwamba pale Mac Vibe ambayo ipo Kirumba, ukiwa unaelekea polisi, jirani kabisa na la Kairolizia tu Mac Vibe Sports Bar and Grill, pale ndo utapata utaratibu wa kushiriki. Kwa hiyo ukifika pale ulizia, utatoa pesa yako shilingi 10,000, alafu Jumapili ndo utapewa utaratibu sasa Jumapili kuja kushiriki mashindano haya ambapo mshindi wa kwanza ni shilingi 200,000, mshindi wa pili ni shilingi 100,000. Lengo la mashindano haya pengine niliona mashindano haya ni katika mkakati wa kukuza mchezo wao, kuna malengo mengine mwenyekiti? Karibu. Katika mashindano haya malengo yapo mengi na kama mimi mwenyekiti natamani kuyafikia. Ndio. Malengo ya kwanza mwezi wa 8 kutakuwa na mashindano makubwa nafikiri ya kitaifa kati ya Mbeya au Dar es Salaam. Kwa hiyo nahitaji mazoezi yawepo kila Jumapili. Ndio. Na zawadi zitazidi kutoka zaidi ya hizo. Ndio. Zaidi ya hizi 200,000 kwa 100,000. Baada ya hapo tutaandaa vijana kwa ajili ya kushiriki kama timu. Ndio. Na vijana pia kwa ajili ya kushiriki kama single. Kwenye single, tunaita single. Kuna timu na single. Kwa hiyo tunaandaa vijana, mwisho wa siku mwezi wa 8 ikiwezekana vijana waende wakapambane na wasionyeshe udhaifu, wasionyeshe tu kama wameshiriki tu. Waonyeshe pia ni wapambanaji. Ndio kikubwa hicho. Sawa, mtazamaji, hizi ni jitihada ama juhudi ambazo zinafanyika katika kukuza mchezo wa pool table katika maeneo mbalimbali mkoa wa Mwanza. Na leo nipo na mwenyekiti wa mchezo huo mkoa wa Mwanza, Bwana Mashaka. Na ninachoweza kuhakikishia ni kwamba mimi nimeshuhudia mashindano yakifanyika na pesa zikitolewa. Lakini Jumapili tena kuna mashindano hayo ambapo mshindi wa kwanza ni shilingi 200,000 na mshindi wa pili ni shilingi 100,000. Lakini pia unajua mnapokutana wengi pale mnaonyeshana pia ufundi, si ndio? Ya. Huwa naona ukionyesha ufundi pale lakini wewe uibuki mshindi, kwa nini? Sasa unapokuwa kiongozi upasi kuwa mshindi kwa sababu utawakatisha tamaa wengine. Kuna wakati unaweza unaweka challenge kidogo lakini lazima uachie vijana wapambane. Ndio. Ya.
Lakini pia nirudi nyuma kidogo, kuna baadhi ya watu wananitambua kama wa Bukoba. Ndio. Kwa hiyo naomba kwa majina yangu naomba yatambue sasa rasmi, naitwa Mashaka Samson, kwa sababu kwa huko nyuma kwenye mchezo wa Putebo ukifika Dar es Salaam, ukienda Mbeya, ukienda Dodoma, wanatambua kama wa Bukoba. Wananiita wa Bukoba. Jina tu, lakini ni jina ambalo la utani, sio kama jina langu, kwa sababu limeletwa kwa sababu ya Putebo vile. Okay. Yeah. Sasa labda na sisi tungekuita hiyo mwanzoni wa Bukoba, lakini mtazamaji, mwenyekiti anaitwa Mashaka Samson, ni mwenyekiti wa Putebo mkoa wa Mwanza. Naye pia amekuja na mbinu nyingi tu kwenye uongozi na muda gani mpaka sasa hivi? Takriban miaka 2 sasa. Okay. Yeah. Miaka 2. Unaona sasa katika uongozi wako, unaona mchezo wa pool vipi, unasogea au bado uko pale pale? Kidogo hamasa kidogo zipo. Kwa mfano tumewahi kushiriki mashindano ya kitaifa Morogoro, pasipokuwa tukufanya vizuri. Okay. Lakini kuna kitu nilikiona. Ndio maana nimesitiza sasa kama mwenyekiti, baada ya kutoka kule nikawaza nikipata eneo nikaweka mchezo, nikaweka huo mchezo hasa, nikatafuta vijana nikawafua vizuri. Baadaye tutafanya vizuri mkoa wa Mwanza, kwa sababu tamanio langu natamani tufanye vizuri katika mchezo huo. Na tayari ndio eneo umelitengeneza, ambalo ndio eneo liko hapo Maki Vibe linaitwa, liko Kirumba. Kwa hiyo nimeliandaa vizuri kabisa, ni sehemu salama. Yeah. Lakini kuna wazazi ambao pengine watazama kipindi hiki, inawezekana kama ilivyo watoto wengine wanavyokuwa na vipaji vya soka, vya ndondi, vya kukimbia, vya muziki na mambo mengi tu, lakini kuna wazazi wengine inawezekana wakawa wanapenda watoto wao waucheze mchezo huu. Kuna usalama pale, japokuwa kuna sheria za kuwalimit watoto kwenda katika maeneo mbalimbali, lakini kuna wakati labda wa asubuhi hivi na wanaweza kaja pale, kwa sababu wakati mwingine wazazi wanaogopa, labda unajua mchezo unacheza, labda na wengine wanakuwa ni walevi, watu wako pale wanafanya mavurugu na nini. Wewe kama mwenyekiti unahamasisha nini watoto katika kufahamu pia mchezo huu kama ilivyo mchezo mwingine darts na nini, ambao inaweza kuwasaidia pengine wawezekana wasifanye vizuri katika eneo jingine, lakini wakafanya vizuri kwenye michezo hii? Kwanza kabisa wazazi nataka ni watoe hofu, huo mchezo sio mchezo wa kiuni, ni mchezo kama ulivyosema mwanzo. Yeah, ni mchezo kama mchezo mingine kama ya soka. Ni mchezo wenye burudani zake, endapo kama kwa watu wale wanaopenda ule mchezo. Kwa hiyo ni mchezo ambao naomba wazazi waruhusu watoto, ni mchezo kama mchezo mwingine, wafanye mazoezi, wacheze, ni sehemu salama Maki Vibe, wafike wacheze mchezo huo. Sawa, mtazamaji, kama ulivyosikia, na endapo una maoni, una ushauri, una lolote lile kuhusiana na jitihada kubwa ambazo zinafanywa na wadau katika kukuza mchezo wa pool, unaweza pia ukaniandikia ujumbe wako mfupi, na namba yangu ni 0763 749280. Unaweza ukaniandikia ujumbe wako mfupi, mimi ni fulani na napatikana hapa, ukawazingilia pia Julie. Na unaweza ukanipigia simu kwa wakati huu. Tumebakiza dakika 10 kuweza kuhitimisha sehemu hii ya maongezi yangu, nikiwa na mwenyekiti wa mchezo huu kwa mkoa wa Mwanza, Bwana Mashaka Samson, wanamuita wa Bukoba. Sasa sijajua ni kwa nini walikuita hivyo, wakati mimi najua unatoka huku, mimi ni Msukuma mwenzangu, mimi sijui kwaje, au ni utani tu? Nafikiri waliniita wa Bukoba kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana, tukifika kwenye mchezo ule mwanzoni kuna mchezo wa manamba, tunatumia manamba. Ule mchezo una aina nyingi, kuna manamba, kuna ruza, lakini kwa sasa hivi natoa hamasa zaidi kwenye ruza, maana ndio mchezo unaochezeka zaidi kimataifa. Ndio. Unaona, kwa hiyo katika yale manamba nilikuwa napenda kuomba maji. Sasa nikiomba maji anasema huyu wa Bukoba. Okay. Kwa hiyo ikatokea hapo akasema huyu wa Bukoba ikapita, ndio ikatokea hivyo. Sawa. Na ukalichukua hivyo. Nikalichukua hivyo. Sawa, sasa tunaelekea mwisho wa mazungumzo haya mimi na wewe. Ungetupatia pia pengine, inawezekana mtu mwingine asije pale labda yuko busy na nini, lakini akataka kupiga simu au kuandika ujumbe wake mfupi, akajisajili moja kwa moja pengine kwako au kwa mtu ambaye amewekwa ajili ya kazi hiyo, au labda akaomba kuingia kwenye hilo kundi lenu, na mwisho wa siku Jumapili akaja akashiriki na pengine akaibuka na ushindi wa 200,000 au shilingi 100,000. Unaweza ukawapatia labda mawasiliano yako? Naweza nikawapatia mawasiliano yangu, pia naweza nikawapatia mawasiliano ya kijana aliyopo pale. Sawa. Kwa ajili ya kuwapokea. Ndio. Na kumpigia simu. Unaweza akanipigia saa zingine, mimi mkurugenzi nakuwa niko busy. Ndio. Ila akipiga simu kwangu wakaona haipokelewi kwa wakati, watarudi kwa kijana. Sawa. Habari za asubuhi bwana. Habari. Salama.
Habari yako? Salama, jina lako ni nani na upo wapi? Niko Dar es Salaam. Jina lako nani ndugu? Naitwa Thomas Karokoro. Bwana Thomas, karibu. Ndugu, asante sana. Sasa ni maoni, nimeona huyo bwana naye mwenyekiti wa Full wa Mwanza. Ndio. Sasa natoa maoni. Karibu. Kwanza nampongeza sana kwa juhudi zake ambazo amezifanya. Ndio. Hadi kufikia kwa hiyo kufikia kwa mwenyekiti na kuweza kupeleka timu yako Morogoro. Hata nimesema afanye vizuri zaidi, lakini imempa nafasi fulani ambayo ameona mwanga. Ila kuna swali moja ameulizwa hapo na mwandishi kuwa hata kwa watoto wadogo. Ndio. Bado tunaona kidogo kuna challenge za watu wengine wanakuwa rasmi kwa watoto kama hivyo. Sasa utoto asilimia kubwa zinacheza kwenye maeneo ya baa. Ndio. Sasa tunaweza kuwa na sababisha wazazi wa kitu mwingine kupita kidogo kurusha watoto wao maeneo kama hayo. Sasa namuuliza ndugu mwenyekiti, yeye anaona ni jaga au hiyo sehemu ambayo wameanzisha hiyo sehemu ambayo iko nje na baa ambapo wazazi nao wanaweza kuwafanya hao watoto kwenda kwenye maeneo kama hayo kujifunza, kwa sababu hizi vituo ni mchezo kama mchezo mwingine na develop vipaji vya watoto. Kwa hiyo kama kwa sehemu ambayo wazazi watakuwa na doubt na tunaweza kufanya vizuri, au kama wakati wa likizo anaweza kuweka special kama camp ambako watoto wanakuwepo hata muda wa asubuhi mpaka muda wa saa 10 mwisho, basi wanarudi majumbani na ndio shughuli yao. Basi hayo ndio maoni yangu. Asante, ni maoni mazuri sana. Ni maoni mazuri, mtazamaji alikuwa anatoa maoni, lakini pia ni kama ushauri kwamba wakati mwingine wazazi inawezekana wakawa wanaogopa kwamba labda hii michezo mingi ya pool inafanyika sasa mtoto wangu ataendaje kule. Ndio maana nikakuuliza kwamba pale ni salama, lakini pia ukiacha usalama wa pale, je, kuna usimamizi ambao unaweza kufanyika ili watoto wajifunze vizuri na waondoke vizuri kwenda nyumbani? Usalama upo. Naomba nimhakikishie mtazamaji kuwa usalama upo wa kutosha, na pia kuna mazingira mazuri endapo kama ataonekana yuko chini ya umri wa miaka 18, ni bado kwenye asia utoto lakini anapenda ule mchezo. Kuna namna jinsi ambayo tunapowachukua pale watoto. Kwa hiyo watoto wanakaribishwa pia. Kwa sababu lakini si watu wengine wanakuja na watoto wanakuja kula chakula pale, wanakuja kufanya nini? Wanafika tu pale. Haya, sawa. Habari za asubuhi bwana. Jina lako ni nani bwana na upo wapi? Naongea na kutoka mkoa wa Pwani. Karibu sana mwenyekiti, na mimi tunakusikiliza hapa. Karibu, tunaomba maoni yako. Sawa, kwa bahati mbaya huyu hatumsikii vizuri, lakini tunaelekea mwishoni. Wewe nipigie simu na uweze kuongea na mimi. Sawa, asante sana baba, umetufungua sana, wanakupongeza sana. Naitwa Gwaleki kutoka Msoma. Pia wazazi wape watoto fursa za kujua mchezo huo. Je, mwenye pool table anapata faida gani? Naitwa Beni Mazaga, nipo Murutunguru Ukerewe. Mwenye pool table anapata faida gani? Mwenye pool table nafikiri siko lengo kwa ajili ya kupata faida. Okay. Mimi kama mwenyekiti niko kwa ajili ya kukuza vipaji tu. Ndio maana meza zile ni za kwangu. Okay. Mtazamaji, umesikia, yeye hayupo kwa sababu ni mwenyekiti, lakini ile ni eneo la kwake, lakini yupo tayari, yupo kwa ajili ya kutoa tu huduma, lakini pia aweza kusaidia kuibua vipaji. Habari za huyu amekata, lakini pia anaitwa Jumanne Hamisi. Asante sana, nimeona ujumbe wako. Na tuhitimishe na huyu hapa mtazamaji. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Salama, jina lako ni nani na upo wapi? Hello. Habari ya asubuhi ni nzuri. Hello. Hello. Nakusikia, karibu. Sasa kwa bahati mbaya kwamba wanajitazama kwenye TV. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Tuhitimishe na huyu. Habari za asubuhi. Habari ya asubuhi ni nzuri. Naomba kujua naongea na nani na upo wapi? Unaongea
unaongea na Benedicto Mazaga Constantine kutoka Mtunguru Ukerewe. Kutoka Ukerewe, karibu, tunakusikiliza. Niko Ukerewe Mtunguru. Karibu. Asante. Sasa nina swali moja nataka kumuuliza huyo bwana. Mwenyekiti, karibu. Sasa anapokuwa anasema kwamba yeye hizo portable ni kwa minajili ya kuandaa timu ili kupata timu ya kuweza kushindana labda kimataifa wapi, yeye anufaiki. Je, yeye amesema kwamba yeye hayupo kwa minajili ya kunufaika. Hizo portable sisi zinanunuliwa kwa hela, vitu ambavyo vinaweza vikachakaa. Nilitaka kujua kwamba yeye anawezaje kupata vitu vya kuweza kurekebisha hizo portable. Asante sana, japokuwa ameshatoa jibu, lakini naitwa Habiba Mshamu, Mungu awabariki sana. Kipindi chenu nimekielewa sana. Sasa nitoe nafasi kwa mtazamaji wangu wa mwisho. Sawa, naona wanafuatilia simu yake imekatika. Mwenyekiti, haya, watu wanaona kwamba unafanya kitu kikubwa sana, lakini uone kwamba labda unaingia hasara, unafanya nini? Kwangu mimi sio hasara, ndio maana naweza kutoa 200,000. Maana mimi nje ya portable nafikiri mimi ni mfanya biashara na shughuli zangu zingine. Kwa hiyo hata ile 200,000 ukiangalia uhalisia unakuta wameshiriki watu labda 16. Maana single ili kamilike ni 16 au watu 8. Wakishiriki watu 16 nafikiri tunapata kwa 10,000 tutapata 160. Kwa hiyo kiukweli ni kwamba ile hela haitoshi kuwa zawadi ya wale watu walioshiriki. Ukitoa 100,000 labda na 60, nafikiri takriban 140 shika mfukoni mwangu na weka. Okay, sahihi kabisa. Unaona. Lakini pia baada ya mchezo huwa naweza kulipisha token sasa. Baada ya mchezo ukiisha, mashindano yameisha, kwa hiyo kwa wakati ule portable inakuwa inacheza bure, hamna sifaidiki na chochote, lakini ukiisha ndio portable sasa wanaanza kucheza kwa kulipia kama token ambayo ni shilingi 1,000. Okay. Yeah. Kwa hiyo ile 1,000 ndio inafanya sasa inaweza kuendesha hivyo vitu vidogo vidogo hivyo. Sawa, unafanya jambo zuri na unaona watu wameunga mkono. Sasa ni kuruhusu mwenyekiti pamoja na mkurugenzi wa Vibe Sports Band Greek wanapatikana pale Kirumba. Watajie mawasiliano yako, watakaohitaji kukupigia moja kwa moja, watakaohitaji kumpigia mratibu kwa ajili ya shindano sasa la Jumapili, ambapo mshindi wa kwanza 200,000 hapo inatoka, mshindi wa pili 100,000. Karibu. Asante. Kwa mawasiliano wangu okay, 07 68 ndio 86 36 20. Ndio. Narudia tena. Ndio, irudie vizuri. 07 68 ndio 86 ndio 36 ndio 20. Ndio. Naomba nitoe namba pia ya katibu wangu. Sawa, karibu. Yeye anakuwa rahisi, anakuwa mwepesi zaidi kwa ajili ya kupokea simu rahisi. Ndio. Tutajie. Namba mawasiliano yake 07 47 017 209. Okay. Narudia tena 07 47 017 209. Naweza nikatoa namba ya 3. Sawa. Mtazamaji, namba hizi piga simu kwenye hizo namba kama unahitaji kushiriki mashindano hayo, lakini pia kama una mawazo ya kuboresha pia mchezo wa pool table mkoa wa Mwanza au sehemu yote, mnaweza mkajadiliana tu. Hii ni namba ya kijana aliyopo pale kama msimamizi wa pool table Mark Vibe iliyopo Kirumba. Nataja namba 07 86 60 72 17. Narudia tena 07 86 60 72 17. Okay.
Sawa, mwenyekiti, sasa la mwisho sasa tuongelee pia kwa dakika moja tu alau kuhusiana na hiyo sehemu. Sasa watu waweze kujua kama labda anatoka Pasiansi, anatoka Ilemela, huku Ilemela, anatoka sijui Buswelu, anatoka Kiseke, anatoka huko wapi kule? Kisesa, wapi Legezi huko Buhongwa. Anataka kujua usalama pia wa pale na hali halisi ya pale Makuvaib. Kama nilivyoeleza awali, kwanza kabisa mtu kama yuko kwenye haisi, kituo cha kushukia ni kuna watu wanaweza kushuka misheni pale. Misheni okay. Kituo cha kushukia ni kimoja tu, misheni. Ndio. Ukishuka misheni, barabara iko pale na inaelekea line polisi. Ndio. Nafikiri unanyoka na hiyo barabara moja kwa moja. Ndio. Nyuma tu ya Rakairo nilipoeleza toka awali. Ndio. Utakuwa umefika sehemu ambayo inapatikana mchezo wetu hiyo. Okay. Lakini pia usalama kama nilivyokueleza pale awali, usalama wa kutosha. Mtu atoe hofu kwamba labda pia nilitoa hofu toka mapema huko nyuma. Mchezo huu sio mchezo wa kiuni, ni mchezo kama mchezo mingine ya soka. Okay. Kwa watu wajitokeze kwa wingi. Jumapili itakuwa babu kubwa. Na wakaribisha. Lakini mambo mengine yanapatikana pale msosi nini? Mimi napenda sana misosi. Mimi napenda sana chakula kitamu. Alafu leo ni weekend pia. Nafikiri pia mambo ya chakula. Chakula kinapatikana pale kizuri, chakula aina yote. Lakini pia wanaopenda kutumia mambo yetu haya. Sawa. Vinywaji mbalimbali vinapatikana pia pale. Okay. Kwa na wakaribisha sana. Kwa mtu asije akafika akawaza labda nitashinda njaa. Chakula kiko pale. Bei zinawezekana. Bei ni rafiki kabisa. Okay. Zinaingilika kwa mtu yoyote yule. Sawa. Nimekisikia sana kiwanja kivuma sana hapa mjini. Leo kuna nini pale? Manake sisi watu weekend, leo ndo Ijumaa, ndo jana imeanza weekend, lakini leo kuna weekend, tunakwenda mpaka Jumapili huko. Leo kuna mambo mbalimbali. Kuna burudani za hapa na pale, na wakaribisha wadau wakaribia waone. Zipo burudani nyingi. Nasikia kuna live band pale. Live band ipo kila Jumamosi, Alhamisi, Jumapili. Okay. Lakini ukiondoa hiyo kuna karaoke. Ndio. Ipo pia, watu wanaimba live. Hata wewe kama ni muimbaji popote pale ulipo, Makuvaib ndio sehemu pekee. Jumatano fiko uimbe. Okay. Sawa, mtazamaji, basi ndo hayo. Mimi sasa ndo maana leo nimeonekana tofauti kidogo hapa. Umezoea kuniona nipiga masuti manini na nini, lakini leo nimekaa hivi kwa sababu leo Ijumaa ni siku ambayo ni nzuri. Na mimi nasema kabisa kwamba leo sehemu pekee ambayo naenda kuenjoy ni pale. Njoo basi tuweze kuenjoy, lakini pia kesho pale lakini vile vile Jumapili mimi napenda sana muziki wa live band, kwa amenihakikishia kwamba kesho kuna live band, Alhamisi kuna live band na Jumapili pia kuna live band, kwenda kupata rumba, bakurutu, sebene, sukus na nini, mambo safi kabisa. Hakuna kiingilio. Hakuna kiingilio, bure kabisa. Sawa, parking zipo za kutosha? Za kutosha kabisa. Hali ya hewa mle nzuri? Hali ya hewa ya kutosha, safi kabisa, salama kabisa. Okay, wahudumu pisikali kabisa. Wale wenzangu na mimi wanaopenda pisikali zinapatikana pale Makuvaib. Haya bwana. Elisha uende pale kahudumie pamoja na mwenyekiti. Mimi nakushukuru sana, lakini pia mkurugenzi wa Makuvaib Sports Band Green, nakushukuru sana kuja kwenye kipindi, na wakati mwingine uje hapa kwa ajili ya kuja kuelezea pia mikakati mingine ya kuweza kukuza mchezo huu wa pool table. Asante sana. Nashukuru pia. Na mtazamaji, basi nilikuwa na Mashaka Samson wa Bukoba akijadili kwa kina kuhusiana na harakati kubwa za kukuza mchezo wa pool table. Kwa hiyo kama unahitaji $200,000 zipo njenje Jumapili unapata pale. $100,000 ipo pale. Uweze kuailisha matatizo mawili matatu kwa kwenda pale kucheza. Kwa hiyo michezo inalipa jamani, inalipa. Kwa hiyo ukienda pale utapata pia mafundi wenzako, utaburudika pia. Kwa hiyo Jumapili kuanzia saa 9 mpaka jioni. Jina langu ni Bernard James. Bije tupate ujumbe mfupi, nitakaporejea basi nitaingia katika mjadala wetu wa pili na wa mwisho.